Kiongozi wa upinzani Tundu Lissu amesababisha balaa zito ila hali yuko gerezani Ukonga. Tundu Lissu wiki moja iliyopita alituma ujumbe kwa viongozi wa Chadema ambao wapo uraiani pamoja na mawakili wote ambao wapo nyuma ya chama cha upinzani Chadema kuelekea mahakamani na kuwatetea vijana pamoja na viongozi wengine wa Chadema ambao walikamatwa na kufunguliwa kesi ambazo anadai ni kesi za mchongo za ugaidi. Sasa Chadema imetoa wito wa moja kwa moja kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP aondoe mashtaka ya ugaidi mara moja. Hii ni kutokana na ujumbe uliotumwa na Tundu Lissu hivi majuzi. Wakili Dickson Matata, mwenyekiti wa Chadema kanda magharibi, alisimama katika makao makuu ya chama jijini Dar es Salaam siku ya Jumapili, Agosti tarehe 2 mwaka 2026 na kumtaja kwa jina mkurugenzi wa mashtaka Sylvester Mwakitalu. Ujumbe wake ulikuwa wa moja kwa moja baada ya wito wa Tundu Antipas Lissu. Alimtaka DPP kutumia mamlaka ya kikatiba aliyopewa na aondoe mashtaka ya ugaidi dhidi ya viongozi wa Chadema, wanasiasa wa Chadema, wanachama na Watanzania wengine vijana wanaokabiliwa na mashtaka hayo ya ugaidi kwa kuweza tu kuipinga serikali. Kifungu cha katiba ambacho Matata alikitaja ni ibara ya 59B ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara inayompa DPP ama mkurugenzi wa mashtaka Tanzania mamlaka ya kusitisha kesi za jinai katika hatua yoyote kabla ya hukumu kutolewa. Amri hii yote ya wakili huyo inakuja baada ya wito wa Tundu Lissu kutoka gerezani kutuma barua au wito kuelekea Chadema. Mamlaka hayo yapo mahususi kwa ajili ya hali ambapo ofisi ya mashtaka yani DPP inaona kuwa kuendeleza kesi hakutumiki tena haki au ili kuzuia matumizi mabaya ya mchakato wa kisheria na kuhakikisha haki inatendeka kwa raia wote. Matata, wakili Dickson Matata anamwambia Mwakitalu ambaye ni DPP kuwa hii ndiyo hali yenyewe na kwamba mamlaka ya kuhitimisha jambo hili yapo mikononi mwake hivi sasa bila kusubiri uamuzi wa mahakama. Kesi ambazo Matata anamtaka DPP aziondoe haishi tu katika kesi za ugaidi kwa viongozi wa Chadema bali pia anataka kesi ya Tundu Lissu ya uhaini pia ishughulikiwe. Wito huo unahusu kesi za ugaidi vile zinazowakabili viongozi na wanachama wa Chadema nchi nzima, kesi ambazo zimekuwa zikijirudika kwa awamu tangu kipindi cha baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025 hadi wiki iliyopita iliyolazimisha Tundu Lissu mwenyewe kutuma barua akiwa gerezani kuelekea Chadema na mawakili wote wa chama cha upinzani kuzungumza kuhusiana na swala hili na hata kufika magerezani na mahakamani kuwatetea viongozi wa Chadema wanaokabiliwa na kesi za ugaidi. Viongozi wa wanafunzi wa Chaso waliokamatwa Mbeya kabla ya tarehe 7 Julai, mhadhiri wa chuo kikuu Daktari Melkisedeki Kaijage anayekabiliwa na mashtaka ya ugaidi pia kwa kuwaambia wanafunzi kuwa maandamano ni haki ya kikatiba. Maafisa mbalimbali wa chama pia wanaoshikiliwa katika mikoa tofauti vile ni miongoni mwa watu ambao Tundu Lissu alitaka watetewe na wakili Dickson Matata sasa anawatetea. Hii ni sehemu ya mashtaka mengi yenye sura ya kisiasa ambayo Chadema imekuwa ikisisitiza kuwa si utekelezaji halali wa sheria bali ni ukandamizaji wa kisiasa uliokusudiwa. Na mtazamaji, hili sio balaa zito pekee ambalo Tundu Lissu ameweza kumletea ama kumshushia mkurugenzi wa mashtaka DPP nchini. Hebu tuunganishe hili moja kwa moja na matukio ya tarehe 30 Julai hivi majuzi tu, siku tatu tu kabla ya wito huu wa Dickson Matata, kwa sababu mfuatano wa matukio hayo ni muhimu sana. Mahakama ya Rufaa ilitupilia mbali maombi ya marekebisho ya jinai ya DPP, mkurugenzi wa mashtaka Tanzania, maombi yenye nambari 7203216 ya mwaka 2026 katika mahakama ya rufani. Ombi lililokuwa limewasilishwa na DPP la kutaka kuwasilisha ushahidi wa shahidi mpya Amin Mahamba katika kesi ya uhaini ya Tundu Lissu, lakini Tundu Lissu alimwangusha DPP katika kesi hiyo na kumshinda. Mahakama Kuu tayari ilikuwa imekataa jaribio hilo chini ya kifungu cha 308 cha sheria ya utaratibu wa jinai. Vile hivi majuzi mahakama ya rufaa ilithibitisha kwamba mahakama kuu ilikuwa sahihi na ikatuma ombi la DPP kwenye pipa la taka, yaani kalitupilia mbali. Uamuzi huo uliacha upande wa mashtaka katika hali ambayo haujaizungumzia hadharani. Msingi wake wa ushahidi umedhoofishwa sana hatua kwa hatua kupitia changamoto za kisheria za Tundu Lissu mwenyewe katika kipindi cha miezi 15 ya kesi. Mpango wa shahidi wa siri ulivunjwa. Ushahidi wa kitaalamu wa uchunguzi wa kidijitali, yani digital
forensics ulikataliwa, ushahidi wa video ulizuiliwa, na sasa jaribio la kuongeza shahidi mpya katika kesi hiyo limezuiliwa na mahakama ya juu zaidi ya rufaa nchini Tanzania. Ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka DPP sasa lazima iendelee na hatua ya kutoa hukumu kwa kutumia ushahidi ilionao ambao ni pungufu kuliko ule ilioanza nao na ambao umepingwa kwa mafanikio katika karibu kila hatua ya kisheria na mtu anayejitetea mwenyewe akiwa ndani ya gereza la Ukonga. Wito wa Chadema kwa DPP, mkurugenzi wa mashtaka Tanzania, kufuta kesi hizo sharti utazamwe katika muktadha huo. Chama hicho hakitoi wito huo kutokana na udhaifu kinautoa kikiwa na timu ya kisheria ambayo imeshuhudia mahakama ya rufaa ikithibitisha kwa mara ya pili katika kesi hii kwamba upande wa mashtaka ulivuka mipaka yake. Hoja inayotolewa ni kwamba DPP sasa ana sababu zote za kisheria, kimaadili na kikatiba za kutumia ibara ya 59B na kusitisha kesi ambazo tayari zimeathiriwa sana na maamuzi ya mahakama yenyewe. Upande mwingine, Waziri Patrobas Katambi ametoa majibu na majibu yake ni msimamo wa kawaida wa serikali uliotolewa kwa msimamo dhabiti ule ule ambao serikali imekuwa nao katika kipindi chote hiki. Alikanusha kuwepo kwa mkakati wowote wa serikali unaolenga kundi fulani au kada ya kitaaluma au taasisi ya kisiasa kupitia operesheni za ukamataji. Aliwataka Watanzania kuacha kuamini taarifa potofu na kuiamini michakato ya kisheria. Alirejelea ibara ya 13 ya katiba ambayo inaweka wazi kuwa kila mtu anachukuliwa kuwa hana hatia hadi pale itakapothibitishwa na mahakama yenye mamlaka husika kwamba ana hatia. Pia alisisitiza kuwa taasisi za mahakama zinafanya kazi zake kwa mujibu wa sheria bila upendeleo. Msimamo huo unaonekana kuwa na mantiki kisheria. Dhana ya kutokuwa na hatia ni kanuni ya msingi ya kikatiba. Mahakama zina mamlaka ya kuamua juu ya hatia au kutokuwa na hatia, na serikali imesisitiza mara kwa mara kwamba hakuna vitendo vya kulenga watu kisiasa vinavyofanyika, kwamba kila kesi inaendeshwa kwa kuzingatia ushahidi na taratibu za kisheria, si maelekezo ya kisiasa. Lakini hapa ndipo msimamo wa Patrobas Katambi na madai ya Chadema vinapozua mvutano, ambapo hakuna upande unaoweza kuutatua kwa matamshi ya hadharani pekee. Ikiwa msimamo wa serikali ni kwamba kesi zinaendeshwa kwa kuzingatia ushahidi pekee na hazina upendeleo wa kisiasa, basi DPP anapaswa kuwa katika nafasi ya kuonyesha kuwa ushahidi katika kila kesi unahalalisha kikamilifu kuendelezwa kwa mashtaka hayo. Uamuzi wa mahakama ya rufaa wa tarehe 30 Julai unaashiria kuwa angalau katika kesi ya Lissu ushahidi ulio mikononi mwa upande wa mashtaka hauna nguvu inayolingana na uzito wa shtaka lenyewe. Hiyo ni kwa sababu upande wa mashtaka wenye msingi imara wa ushahidi hauhitaji kuongeza mashahidi wapya baada ya kesi kuendelea kwa zaidi ya mwaka mmoja, wala kushindwa katika jaribio hilo la kuongeza mashahidi katika hatua ya mahakama ya rufaa. Mtazamaji, tutaendelea kufuatilia suala hili ama ombi hili lililotolewa na wakili Dickson Matata baada ya wito wa Tundu Lissu kutoka gerezani, ombi ambalo limeweza kupelekwa au wito uliopelekwa moja kwa moja kwa mkurugenzi wa mashtaka DPP, na DPP atakapotoa jibu lolote lile tutaweza kukuandalia taarifa na kukujuza hapa hapa. Kwa sasa nijuze maoni yako kuhusiana na suala hili. Je, unaliunga mkono au la? Vile mtazamaji, like video hii, subscribe alafu bonyeza alama ya kengele.